Tazame kila mmoja alipokuja hapa na mavazi aliyovaa. Naamini aliamini haya ni mazuri. Kama si uteuzi wake mwenyewe mubashara, basi itakuwa ulikuwa ni uteuzi wake an tariqi ghairi mubashara, kwa maana kateuliwa na mkewe. Kwa kuwa yeye ndio aliyemteua mke na mke akamteulia nguo ya kuvaa. Kama wajitambua na mke unaye, umekuja hapa, nguo ulizovaa uliamua tu kutinga, si kwamba kwa uteuzi wako wala wa mkeo, utakuwa una matatizo. Kuanzia leo acha tabia hiyo. Ukishajua zuri ni lipi na baya ni lipi, kila unachokifanya unafanya kwa maamuzi. Nafanya zuri nikiwa najua, nafanya baya najua ili baya, lakini naamua tu. Muungwana ndio anakuwa hivyo. Usipojua hivyo, kuna wakati utafanya baya huku ukibisha ukiamini kwamba hili zuri. Ni sehemu kidogo ya uzezeta. Mdogo wako binamu kali koroga, katiwa jela, ukapambana unapopambana kwenda kumchukulia dhamana umtoe jela. Alipotoka tu kufika nyumbani, anakwenda kwa watu akuroge, anakutukana, si muungwana. Anta alladhi ashraqta fi ufuqil ula famahawta bil anwari kulla dhalali وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. أحمدك يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا المن والسبحان. أحمده سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي سيد ولد عدنان. Unaposoma Qur'ani ukaitazama aya kama ilivyo, vile ilivyokaa, kuna vitu hutoviona. Ukitaka kuona ladha ya Qur'ani, jenga utamaduni wa kusafiri na vocabulary za Qur'ani. Na ndio maana Qur'ani ikataka mambo matatu kwa wasomaji wa Qur'ani: at-tadhakkur, wat-tafakkur, wat-tadabbur. Vitu hivi maana yake ni kumchukua mwanadamu kila anapotembea ajihisi kwamba aliumbwa kwa ajili ya raha. Falsafa ni kitu kingine, maana ni kitu kingine, tafsiri ni kitu kingine. Kwa hiyo tuna maana, tuna tafsiri na tuna falsafa. Unaposoma aya ya pili ya surati Dahri ama suratul Insan, inna hadainahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Maana kwa tafsiri hapa hapatoshi. Maana mwanadamu kaelekezwa katika maisha yake njia nzuri na njia mbaya.
kisha akaachiwa uhuru ateue wapi anapenda apite. Kama mwanadamu, hii ni nzuri na hii ni mbaya. Uzuri wa njia hii 1, 2, 3 na ubaya wa njia hii 1, 2, 3. Haya, nenda unapoteua baada ya kujua. Lakini falsafa ya aya hii, Mwenyezi Mungu anamwambia mwanadamu uungwana ni kuvijua vizuri, ndio falsafa yake, na kuishi na vizuri ndio uungwana. Mtazame kila mmoja alipokuja hapa na mavazi aliyovaa, naamini aliamini haya ni mazuri. Kama si uteuzi wake mwenyewe mubashara, basi itakuwa ulikuwa ni uteuzi wake an tariqi ghairi mubashara, kwa maana kateuliwa na mkewe, kwa kuwa yeye ndio aliyemteua mke na mke akamteulia nguo ya kuvaa. Kama wajitambua na mke unaye, umekuja hapa, nguo ulizovaa uliamua tu kutinga, si kwamba kwa uteuzi wako wala wa mkeo utakuwa una matatizo. Kuanzia leo acha tabia hiyo. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ukishajua zuri ni lipi na baya ni lipi, kila unachokifanya unafanya kwa maamuzi. Nafanya zuri nikiwa najua, nafanya baya najua ili baya, lakini naamua tu. Muungwana ndio anakuwa hivyo. Usipojua hivyo, kuna wakati utafanya baya huku ukibisha, ukiamini kwamba hili zuri. Ni sehemu kidogo ya uzezeta. Uungwana huu ndio uliowasukuma Waislamu kwa kutazama kazi, uungwana na upendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yapi katufanyia? Wakaona tunajua kizuri na mzuri ni Bwana Mtume, wacha tumpende na tutoe vya kwetu mfukoni, tufurahikie kwa uungwana na uzuri alionao kwetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dalili ya uungwana. Mara moja nilisema, usishangae mdogo wako binamu kali koroga katiwa jela, ukapambana unapopambana kwenda kumchukulia dhamana umtoe jela. Alipotoka tu kufika nyumbani, anakwenda kwa watu akuroge, anakutukana, si muungwana. Tajuddin Suki alipokuwa anamtoa mwanawe kwenda kusoma, mganga Haji Gangi, katika maneno mengi aliyopata kumwambia, alimwambia haya: wa ahsin ila nasi tastabid qulubahum fatalama stabada al-insana ihsanu. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, unakokwenda mwanangu, katika mengi aliyomwambia, penda kuwafanyia watu mazuri. Nini faida yake? Tastabid qulubahum wa ahsin ila nas. Nini tastabid qulubahum? Penda kuwafanyia watu mazuri, utaziteka nyoyo zao, utawafanya wawe watumwa wako ukiwafanyia watu mazuri. Kwa nini? Akaeleza sababu ambayo ni kaida alamia. Fatalama stabada al-insana ihsanu. Mara nyingi sana wema unamfanya mtu awe mtumwa wako. Ukimwambia nina jambo saa 3, atafika saa 1, kwa sababu unamjali, unamthamini, unamfanyia wema.
Hivi wanachoshangaa watu sisi kuwa twachangishana, twavaa vizuri, twakusanyana kwa ajili ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi nini? Sisi waungwana. Mzalamu kama wewe mwanangu Mbwaga, Koba, Wazaramu kwa vanga, kujimwagia matope, vibwaya. Lakini kazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukimuona huwezi kujua huyu ndiye yule alikuwa akitimbulika katika vanga. Inawezekana hujamuelewa Mtume. Chukua hii kidogo, simalizie. Chukua hii. Inawezekana hujamuelewa Mtume. Sikilize mwenyewe. Jubilatil qulubu ila hubbi man ahsana ilayha. Hii ndio nature ya nyoyo za waungwana. Zimetengenezwa na kuzoeshwa nyoyo kumpenda aliyezifanyia wema. Nyoyo zimeumbwa hivyo. Watoto mtaani sio wako, umerudi na pipi zako 5, unawapa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu utawakuta wamekaa barabarani na nyimbo watakuimbia. Hawajafundishwa na mtu. Yani nyoyo yani ukifanya mazuri unapendwa. Nani mashahidi? Ikitokea bahati mbaya wazazi wako kuna kitu kimewakuta, hilo jambo mbali. Lakini ukiwafanyia wema, kwa kawaida ukiwafanyia wema wazazi wako lazima watakupenda. Ile kuwa wewe wazazi wako unawafanyia wema, imekutokea mtihani, wao hawanakuchukia, unahisi hivyo, unaona hivyo, basi chukulia shadhu wa shadhu la yuqas. Na inawezekana Mungu anakupenda. Ile kwamba wewe unawafanyia mazuri wazee wako alafu waona hawakupendi, basi inawezekana anakupenda Mungu. Inna Allaha idha ahabba abdan ibtalahu. Nyeuko msalieni Mtume Muhammad. Hakika Mwenyezi Mungu akimpenda sana mja wake anamshindilia mitihani. Yani Mungu anataka dhambi zikuondoke, anakupa mitihani. Wewe unasusa, baba utakoma, unipende. Acha ujinga. Mapenzi ya Mungu yapokee. Tatizo letu vijana, mazuri hatuyajui. Na ndio maana hata kuvaa tujui. Tayeb. Mungu kaweka kiuno, unavalia matakoni. Na hiyo kwenye akida ni dhulma. Yani mnafanya dhulma. Wa dhulmu wad'u shay'i la ghairi mawdhi'. Dhulma kitu unakiweka mahala sio pake. Hata kama ukijiona hodari unaweza kuongea kwa hapa, Mungu akuifanya kwa hapa kwa kuongelea, ongea hapa. Unafanya dhulma. Asaliya Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Hebu vaeni suruali kwa kuvalia. Msifanye dhulma. Jiweni vizuri. Ile kuwa wewe waona raha kuonyesha watu makalio ni dalili wewe huna uungwana. Vizuri uvijui, mahala pa kuficha wewe unafunua. Lakini hatushangai. Watu wa tarbia wana maneno yao, wanasema ahabbu shay'in 'ala an-nasi fi'lu ma muni'a. Kinachopendeza sana kwa watu kufanya walichokatazwa. Ahabbu shay'in 'ala an-nasi fi'lu ma muni'a. Kinachowanogea sana binadamu kufanya walichokatazwa. Mungu angesema marufuku stara kwa wanawake, wangejistiri. Alipowaambia jistirini, wanajifunua. Unaona wanaoswali ni wachache kuliko wasioswali katika Waislamu. Mungu angesema marufuku kuswali kwa kuweka mkuu msikitini, singekuwepo. Kwa nini? Ahabbu shay'in 'ala an-nasi fi'lu ma muni'a. Kinachowanogea sana watu ni kufanya walichokatazwa.
Wewe tazama, kama una akili yenye afya, maana ya kunywa pombe ni nini? Mungu umeteleza kidogo, mimi nilitakiwa niwe chizi, wewe kwa nini unipa akili? Ngoja nikuoneshe nilivyotakiwa niwe. Ndio unakunywa pombe kumuonesha Mungu mimi nilitakiwa niwe hivi. Ndio unatembea namna hiyo, unatema kulia, unafukia kushoto, wakati huo ushasahau. Walevi wote hawajui kizuri. Wewe ni soda iliyojazana, mijuisi iliyojazana, nyie Wazaramu na wa Matumbi mitogwa iliyojazana. Haya, huo mgongo wa nini? Tena uwezi kunywa mpaka uminye, sura unaiona kama mtu sio anafanya nini, na akinywa vile vile tu unaona ni mdomo mtu, alafu miguu chini namna hiyo. Nini wewe? Hujui kizuri. Raha ya Fanta, juisi ya apple, juisi ya nanasi, juisi ya parachichi. Asante, unajua kizuri. Bado unakomoa tabia. Hatukatai, wakati mwingine mlevi hutoa mawaidha, wakati mwingine mlevi, kwa sababu dini yetu sisi ilivyo inatufundisha kutomdharau mtu vyovyote atakavyokuwa. Nikukumbushe kidogo, kuna kisa kidogo. Wakati wa utawala wa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, alikuwa anafuatilia kwenye ubanda kule ubanda kwenye gofu, anaingia vichakani kwenda kuwaweka sawa. Mara moja usiku Sayyidina Umar kama hivi akaparamia ukuta, kapelekwa na vijana, watu wanapiga vitu, kaparamia ukuta, kawafuma. Kuna mlevi kapiga vitu vyake akatoka na mawaidha, mistari maarufu: wafitiyatin wali'u fi rahati fantabadhu lahum makanan wajaddu ta'atiya. Tena alikuwa anapiga ile kile vile, wafitiyatin wali'u fi rahati fantabadhu lahum makanan wajaddu ta'atiya. Alikuwa anapiga kashakolea vitu vyake mlevi. Qalu makanaka ji'na biwahidin waji'tana bithalathin la wasta'dhin an-nas an takhshiya buyutahum wala talimma bidarin aw tuhiyaha wala tajassasu fahadhihi al-aya qad nazalat wa lam tadhkur nawahiya. Anasema mlevi, anamwambia Amiri al-Mu'minin Umar, wafitiyatin, ndugu yangu mtoto nyungu anajua wao ruba hiyo, wafitiyatin, huenda kuna vijana fulani hao wali'u fi raha, wamebobea katika starehe zao, tena wajaddu ta'atiha, wakajitahidi kujificha kwenye starehe. Fahatta haitahu, Umar uliparamia ukuta wao, lamma alimta bihim, ulipogundua kwamba watu wapo humo. Umar kaparamia ukuta, jamaa wanapiga vitu. Wallaylu mu'takiru al-arjaa sajiya, tena ilikuwa usiku tayari ushatandika kona zote lile guo lake la giza. Safata araahum fiha, ulianza kuwachambua na kuwananga hali wakiwa ndani. Fama labithu an wasamuka tasfiha, lakini wakusubiri waendelee kukuacha ukiwatusi. Qalu makanaka, wakasema mali tulia hapo ulipo. Ji'na biwahidin waji'tana bithalathin lam tubaliha, si tumefanya dhambi moja, umefanya matatu, yako yote ukumaindi, umeindi moja letu. Mlevi sasa anatoka na mistari ya mawaidha, anamponga, si tumefanya dhambi moja, umefanya mangapi? Matatu. La kwanza akamwambia wasta'dhin an-nas an takhshiya buyutahum. La kwanza, kanuni ya dini hii, bishahudi kwenye nyumba za watu, usije ukaona aibu zao. Sahihi. Wewe kubishahudi umeparamia ukuta. Wala talimma bidarin au tuhiyaha, au yoe kwa maana hata an
Usiingie nyumba yote mpaka utoe salamu. Umeparamia ukuta, dhambi ya kwanza. Ya pili, hujatoa salamu. La tatu, wala tajassasu, msitekuane pekuane. Chunguza. Akamwambia fahadhi al-ayu qad nazalat, haya yote aya zimeshuka, wala mtaftu nawaia. Wewe kutazama makatazo matatu, umeangalia siku leo watu moja, si tumelewa tu. Kweli mlevi kasema kweli, kad yasduqul kadhub, lakini ulevi sija kusudi. Omari aliachia taratibu kama mtu anatoka kitandani bila kelele. Unashtukia unatafuta tu kwa wapi, kama ushahuka. Almuhimu, vijana tujueni vizuri. Mbona kwenye kuoa mnatulia? Mbona kwenye kuoa mnatulia? Mbona mkishaandaa shughuli zenu za maulidi mnapendeza, mnajua vizuri? Mwalimu Juma, asante, hongera. Mmependeza. Shemeji yangu huyo ananistiri, alhamdulillah, si hapa. Sina wasiwasi fi suduri nasi. Ngoja nipunguze sije kasema mweka kumbe hujaweka. Ana jambo inatoka rangi hiyo. Nikiweka ile rangi ya draw. Wallahi nataka nikwambieni Waislamu, laiti tungeamua kumshika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, dunia nzima ingetuogopa. Tukiingia katika upande wa usafi, nani angetuzidi? Al-Islamu nadhifun. Tungeingia katika upande wa heshima na adabu, nani angetushika? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tungeenda misikitini kwa adabu, nani angetushika? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Ujumla wetu watu adabu wakasemaje? Al-Islamu aslu hadarati al-insaniya. Uislamu ndio chimbuko la ustaarabu kamili wa kibinadamu. Anayeutaka ustaarabu usome nini? Uislamu. Sisi tumeamua kukataa Uislamu, na ndio maana tunaishi kidarweshi zaidi. Unatoka Tandale huku mpaka Kilwa unandaa, yani taifa haifanani. Huwezi kutoka hapa mpaka Kilwa wewe unandaa, haiwezekani. Sio haramu, lakini sisi ndio watu tunajua vizuri hii safari. Sasa hujui kipi cha kuvaa kwenye safari, kipi cha kuvaa unatoka na dukani. Yani sisi tuwasome wazungu, wakati wazungu watakiwa wasome kwetu. Nilisema pale nilipotoka pale Kawe, yani Mungu alipotuonesha, yani mtu kusoma sana sio dalili ya akili nyingi. Na kuna watu wanaamini aliyesoma sana hasa yes no anaonekana na akili nyingi. Sisi tulosoma nahnu yaktubuna tunaonekana kama hatuna akili. Lakini mtazame huyo profesa, huyo dokta, anakwenda chooni, anaharisha, atapangusa kwa makaratasi. Maji hapa. Nguo yake ikiingia vumbi anaenda kufua, tena sio maji peke yake na sabuni juu. Yaani huku makaratasi, nguo, maji. Hivi nyinyi hamjaelewa hapo eh? Yaani ni bonge la ufala. Alafu sasa kashika karatasi kenda kupangusa huko. Ghaiba tulijubi. Akitoka pale ile mikono iliyoshika karatasi ndio anaenda kunawa ile. Kule kulikoshika vitu vyenyewe anatia makaratasi. Sisi Waislamu tupoje? Mbona sisi wenyewe hatujitambui kwamba tuna kitu neema? Karne ya 21, karne ya science na technology. Sisi huku wasomaji wa nahnu yaktubuna tunasema hii ni kinaya, ai kinayatun anil maarifa, alamul ulama. Ulimwengu wa utandawazi, globalization world, ulimwengu wa utandawazi, manake ni kipindi cha taaluma. Anatoka mtu anaturudisha tuishi karne ya pili. TV haramu, simu haramu. Yani hata kizuri hatukijui. Yani tunarudishana nyuma hivi hivi, yani kama vile mtoto kamaliza kiswama unaambiaza tena alifu. Tupo
katika ulimwengu mwingine. Leo hata hizi sisi Waislamu tumechelewa. Wenzetu wa upande wa pili, mambo ya kamera, mafundisho ya dini kama hivi yalikuwa muda mrefu wanayatoa. Sisi tumechelewa. Tuna miaka hii 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ndio tunaamka tena kidogo kidogo. Na pengine hapa hakuna live. Hizi mtu atazipata kesho kutwa. Alale, afikirie, amtafute mtu wa kumtwalisha namna gani ataituma, afanyeje, ndio mara katoa, unaona shehe anaongea mpaka anamaliza ndo anaongea. Yaani maneno yanapishana. Lakini wenzetu huko washatoka. Mwanangu Sali Sabiti kule kwetu Rufiji, Sheikh Mtunyungu anajua. Tuna mjamaa mmoja porini kule. Sisi tunamuita Bimbilisa Mavi. Bimbilisa Mavi. Sisi shemeji kule Pemba, jamaa mmoja tunatuna, yeye kazi yake akiona mzigo anaangalia huko na baridi, yeye anahisi ile kuliko biriani anaenda kuficha, ana Bimbilisa. Bingirita Pemba kule amechukua hiyo. Yule kwenye Kiarabu anaitwa Khumfusa au Khumfisa. Ibwa min khai wa kasriha. Khumfusa. Bwana yule jamaa yule, ukitaka aishi sana, mpe vitu vinavyonuka nuka. Ukitaka afya haraka, mpulizie perfume. Yule siku 2 afiki anakufa. Basi hapa duniani kuna watu wako kama Khumfusa. Yaani vile vitu vizuri wao hawapendi. Asa wewe dude kama lile resti kama lile lilivyokaa afu unachukia unasema natolea mfano. Yaani mwingine kasoma kwa kasida nzuri kwa rasti, bayati, sika. Yaani mpaka unapata raha, muda mwingine umetoka kupigwa makofi na mkeo, unatandikiwa haja mmoja matata kabisa. Unasikia raha, unapumua. Na bidaa haramu. Yaani mtume vizuri alikuwa vijiwe. Hebu nataka niwaulize, nikae chini. Wakati ule wanakwenda katika Fathu Makkah, hadithi ipo katika Sahih Muslim. Kundi la masahaba wanakwenda. Walipofika mahala wanapumzika, kuna kijana mdogo aliimba mashairi pale, akiitwa Anjash. Hadithi imekuja katika Sahih Muslim. Asitokee mtu kuna dhaifu. Hivi yale mashairi yangekuwa anaongea tu kama hivi tu. Wama faqada al-maduna mithla Muhammadin wala mithluhu hatta al-qiyamati yufqadu nabiyyun atana ba'da yasin wa fatratin min ar-rusul wal awthanu fil ardi tu'badu fa amsa sirajan mustaniran wa hadiya yaluhu kama la as-saqil muhannadu fa anzarna naran wa bashara jannatan wa 'allamana al-islam fa Allah nahmadu lakal khalqu wan ni'ma'u wal amr. Hivi kuna mtu akucheza kama hivyo? Yaani unatakiwa usafirishe akili. Sasa mpaka mtume yule wakati anatamka yale mashairi, watu pale wanacheza, wanamume kwa wanawake, mpaka wanawake wanakaribia kugaraukiana. Maana yake si kwa inaimba kwa sauti hiyo. Chukuchuku anacheza nani? Mpaka mtume anamwambia Anjasha hadithi hii, ruwaidaka ya Anjasha rifqan bil qawarir. Kwa lugha zetu mtaani, Anjasha basi adoado. Utanifunjia chupa. Maana chupa wale wanawake kinaya hiyo. Maana tutaona visivyokuwa vya kuona. Yaani wanacheza mpaka wanachanganyikiwa wanawake. Hoya. Namna hiyo. Wanasema kucheza haramu. Yaani Uislamu basi hiyo kuswali kwa tuti na tasbih kwa la ilaha illa Allah. Wakati wote hatuwezi bwana, kama Uislamu hatuwezi. Sisi hatuwezi. Sisi hatuwezi kama ndio unakaa kwenye Uislamu, kuna kustarehe kidogo, unaona, pumzika kidogo, unaangalia na mambo ya dunia. Ndio maana wabtaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka. Yani dini na dunia hiyo. Ndio maana wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana, kabla akhirah, kwanza duniani. Nisi mnajua balagha ni ala lafi wa nashri al-muraqqash. Kwanza nianza dunia alafu ndio akhirah. Asona waza akhirah, mjomba kwa duniani unasahau. Unamswalia mtume, unapiga swala yako ya maghrib,
ya alasiri kidogo, afu unapumzika nyumbani, unaangalia bareke, unaangalia mayai. Ndio si duniani. Yaani unataka uko duniani kama akhera. Ukitoka kuswali uradi itima tahajjudi, kesho asubuhi tena kurelax himo. Ndio unakaa unasikiliza kasida. Sasa watu wanamadihi bwana Mtume Muhammad, watu wanamsifu, unafurahi, unapata uhai kwa watu kumsifia bwana Mtume Muhammad. Mtu anapoteza muda wake anamwimba bwana Mtume maisha yake, wewe unakasirika. Niseme taratibu wale kwa mbali wasisikie, ipo siku mpaka Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Saudia, siku maalum ya kusherehekea. Ipo mpaka siku ya mfalme kule Saudia. Jamani, mimi Mtume wangu tu kumfurahikia mnaona so? Haiwezekani. Tatizo takuwa hatujui vizuri. Vitu vizuri Muislamu anatakiwa uvijue. Sabuni inaweza kawa Gardenia, Lexus, nini ukikana na angalia unanukia vizuri, unanunua hiyo. Hata mtu ana kidogo kama kaka kama kisheti, kidogo na mweupe, sio unaoa yoyote. Takbir. Ndio kila mkenge ndio umekula mkenge. Utaona wenzio wanafaidi kama umekosea mwenyewe haraka. Tuliza bolo. Ndio maana Mungu akawaambia Waislamu, fankihu ma taba lakum. Sio unaoa yoyote tu alafu sifatishe kuwa anampenda mwingine. Mungu kasema ma taba lakum, nyinyi mnaoa. Oa unayempenda wewe. Sio na rafiki yangu atampenda, wamekuchukulia. Na kanuni ilivyo, likulli saqitin laqitun. Kila kilichoanguka kinamuokotaji. Wewe unazo ukipita ukiona 500 msisi kuokota kundu ile. Mwenzio akiona ana kabisa na mkuu kwa pia uzi. Anaiokota kiufundi ile. Wewe uliipita, ndio kanuni. Sasa unatakiwa wewe yule unayempenda wewe, maana unajua kizuri. Yaani msiende mbali. Waislamu tujue nini? Kizuri. Ndio mada yangu, sidhani imepotea. Kila kitu kiwa kizuri. Usiende tu unaenda kukana na kofia. Kofia gani? Yoyote wewe nipe tunifunike kitu. Unapachika hata gozi la ng'ombe, tulia. Chukua kofia. Hata ikichoka mtu akiweza nimechoka, kisha nguo suruali. Ndio. Asante brother. Sura na kofia nani kanzu ipo pale. Ningevaa hapo kama gunia. Hata hela yake ningerudishia. Sasa ya kwenye kanzu yako leta hela. Inshallah. Haya ndio maneno yangu. Hapa Islah na msishangae mimi nipo kwa shemeji yangu. Jamani, nimeanza huko nije hapa mimi nataka kusema mpaka asubuhi. Tupo na kuombeni sana ndugu zangu katika imani, hasa walimu na wanafunzi wa madrasa, tujueni vizuri, kuvaa vizuri, kukaa vizuri. Inasikitisha sana kuona maulidi watu wamekuja tumeona kule wengine wafuta sigara, kuona kule wengine wanafanya nini wamekaa na wanawake. Kusema kweli haileti picha nzuri. Yaani badala ya kumtangaza mtume tunamkashifu mtume. Wale wasiopenda maulidi wanapatia sababu ya kusema watu tunasema hayafai, angalia wanayofanya huko. Kusema kwa kweli mnatugea kazi sisi. Kwa sababu nyinyi kazi yenu kupiga dufu na kuimba huko. Kusema mnatuachia sisi. Nilisema mara moja na maneno si sawa ya Mutanabi Jamaa mmoja alikaa na washikaji zake kijiweni. Haya maneno anayasema sana myazingatie. Akapita mwanamke akakaa vizuri. Akageuza shingo. Alimwambia maneno yule mwanamke. Kifi taghrami al-ula min al-lahdh al-mujati bi thaniyatin wal mutlif ash-shay'a gharibu. Ndio. Mwanamke katengenezeka. Mwanamke wewe simama. Yule mwanamke akasimama. Alifikia hata kwamba taghrami al-ula. Unilipe kwa tukio la kwanza. Lipi hilo? Mina lahdhi mujati. Wewe ulivyoshtua moyo wako. Nikulipe nimeushtua moyo wako. Na kulipaje? Bithaniati. Rudi nikuone mara ya pili. Utakuwa ushalipa. Maana kikana kwamba anamwambia lakini wewe si mwanamke. Mke ndio nini bwana? Wal mutlifu shay'a gharimuhu. Aliyoharibu kitu ndo anayelipa huyo. Sasa unanishtua wewe ndio kwa mke wangu. Rudi nikuone tena.
Sasa wakati mwingine walimu wa madrasa na wanafunzi mnapolikoroga malizeni wenyewe. Usiseme sheta atamaliza. Kila mchuma janga ula na wakwao. Tayeb. Kwa ni kuombeni walimu wa madrasa, na hasa naamini madrasa zetu zinampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuheshimishe akina mama, iweni vizuri, watoto zenu pelekeni madrasa, watoto zenu pelekeni madrasa, kuweni mstari wa mbele kutoa ada. Kila siku nasema idha jaa haikai kwenye chungu. Mwalimu afanya kazi ya kusomesha, lakini mpaka inafika dakika 7 kashapiga 119. Sio sawa. Wapeni ada hawa walimu wa madrasa, ndio wanatakiwa wapendeze. Sinafahamika. Inshallah baada ya kusema haya nimeradhi kwa muda wenu. Haya yote ni kwa sababu ya mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atutengenezee nyoyo zetu, ayatengeneze mambo yetu, atufungulie milango ya riziki, atuondolee kila yaliyo mazito. Mwenyezi Mungu atuondolee fitna na majungu na hasadi zinazojiri kati yetu, tupendane mapenzi ya kweli kweli. Mwenyezi Mungu kwa kikazi hiki iwe sababu ya kusamehewa dhambi zetu. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.